إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ndugu zangu waislamu, baada ya kumuhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia salamu nyingi kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa siku ya leo biidhnillahi alkarim, tukiwa tupo katika mwezi wa Muharram, katika ile miezi minne mitakatifu kwa mujibu wa kalenda ya Kiislamu na tarehe ya Kiislamu. Leo ni mwezi 11 na jana ilikuwa ni mwezi 10. Kwa wale ambao wanafuata mwezi wa kitaifa, leo ni tarehe 10 ya Muharram. Tulieleza katika hutuba iliyopita, tukasema mwezi huu limetokea tukio kubwa la kihistoria kwa upande wa dini yetu ya Kiislamu, tukio ambalo ni kuangamizwa kwa Firaun na kuokolewa kwa Nabii Musa alayhi salatu wassalam. Katika siku hiyo Nabii Musa akafunga na watu wake wakafunga, ikawa ni sunna yenye kufuatwa, ikawa sisi pia nao tufunga kufuata sheria ambayo iliyotangulia. Lakini mtume wetu Muhammad alayhi salatu wasalam akajaithibitisha sheria hiyo, ikawa sisi nasi tumeungana na waislamu wote tokea hapo mwanzo mpaka sasa. Lakini waislamu wengi wanajua kwamba tukio la Ashura ni kwa sababu ya kuuliwa Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, pamoja na kwamba tarehe zao zimeoana, zimeendana sawa, lakini sisi waislamu hatuna jukumu lolote la kusherehekea au kuhuzunika kwa sababu kauliwa mtu fulani. Ikifika kila mwaka, basi sisi tunatakikana tuhuzunike. Tukifanya hivyo, basi itakuwa sisi hatuna shughuli zetu itakuwa ni kuhuzunika kwa sababu wameuliwa manabii, wameuliwa watu wema,
Umar bin al-Khattab ameuawa, Uthman bin Affan ameuliwa kinyama, na wengi katika masahaba wameuliwa kinyama pia vile vile, na wengi katika watu wema pia wameuawa. Sasa sisi tutakuwa hatuna kazi yetu ni kuhuzunika tu, maana mwingine kauliwa jana, mwingine juzi, mwingine mwezi uliopita, mwingine mwezi huu, mwingine, basi itakuwa hatuna kazi. Kuchinja mbuzi na kula pilau pamoja na kuhuzunika, kujipiga katika vifua vyetu na vichwani. Kwa hiyo wenzetu wamepata daraja la kuwatukana masahaba kutokana na tukio hilo. Niligusia katika hutuba iliyopita kwamba Hussein bin Ali bin Abi Talib hakuuliwa na masahaba, bali ameuliwa na Mashia, kwa sababu wao ndio walimuita huko Iraki, na ameuliwa katika mazingira hayo. Lakini katika miji ya Ahlusunna hakuuliwa, hakubugudhiwa, wala hakupigwa, wala hakufanya jambo lolote, bali aliachiwa tu yeye mwenyewe. Huo ilikuwa kama ni mukhtasar wa khutba iliyopita. Nimegusia kwa kusema wenzetu wanachukua fursa kwa kuwatukana masahaba wengine kana kwamba vile wao walishiriki, wakati Qur'an na Sunna zimehimiza watu kuwapenda masahaba kwa sababu wao ni watu bora baada ya manabii. Baada ya manabii masahaba ni bora kuliko mtu mwingine yeyote, kutoka kwa Musa, Isa na wengineo waliopita, Saleh, Shuaib. Wafuasi wao hawakuwa bora kama vile walivyokuwa masahaba. Kama wafuasi wa Isa, wafuasi wake wale 12 wale wanafunzi wa Nabii Isa ambao walikuwa ni masahaba wake, wale pia hawashindi ubora wa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amewasifia masahaba hao kwa ukweli, ikhlasi, na masahaba hao ndio ambao wameichukua dini wakaitangaza katika ardhi yote, wakainusuru akida ya Kiislamu, wakainua bendera ya Kiislamu, wakajitolea mali zao na nafsi zao katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akawasifu katika aya mbalimbali, wa qawluhu ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza kwamba tatajafa junubuhum 'anil madaji, tatajafa junubuhum 'anil madaji, migongo yao au mbavu zao zinainuka kutoka kwenye matandiko. Wanainua mbavu zao na migongo yao wanainua kutoka kwenye matandiko yao waliolala usiku. Anil madaji, kuacha hayo matandiko. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'an, wanamuomba Mola wao kwa ajili ya kumuogopa yeye, na vile vile kwa ajili ya kupata tamaa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atawapa pepo, lakini pia vile vile hofu, wanaogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, na vile ambavyo tuliokuwa tumewaruzuku wao walikuwa ni wenye kuvitoa. Ni watu wanaamka usiku kwa khiari yao kutokana na imani yao, wanamuomba Mola wao haufan, kwa ajili ya kuogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa tama'an, na vile vile kuwa na tamaa na kupata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, na vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala
amewapa wao masahaba walikuwa wakivitoa, mali zao walikuwa wakizitoa. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala pia amewasifu katika aya nyingine mbalimbali katika suratul Hashr. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza kwa kuelezea masahaba, akasema lilfuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza wale mafakiri wapewe mali vile vile, wale mafakiri wenye kuhama, alladhina ukhriju min diyarihim, ambao waliotolewa katika nyumba zao, wametolewa katika nyumba zao na mali zao pia wameziacha. Tokeni Maka, wakatoka Maka, makafiri ilikuwa wanawatesa, wakakimbia miji kwa sababu ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakaacha kila kitu, majumba, mali zao, kwa sababu mali zatafutwa. Kwa hiyo wakaacha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, yabtaghuna fadlan, na hali ya kuwa wao wanatafuta ubora kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ridwanan, na wanatafuta radhi, wayansuruna Allah wa rasulahu, na wanamnusuru Allah na mtume wake. Ulaika humus sadiqun, hao ndio wa kweli, hao ndio wa kweli. Kwa maana watu wako tayari kuacha mali zao, kuacha majumba yao, kuacha familia zao na kuacha kila kitu kwa ajili ya kumnusuru Allah subhanahu wa ta'ala. Hao si watu wa kawaida, hao sio katika watu wa kawaida, bali ni watu bora sana. Kwa sisi tunatakikana pia vile vile tuwaseme kwa uzuri, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu wao. Na katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu pia vile vile, walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza kusema kwamba pia wapewe mali wale waliofanya makazi na wakawa na iman kabla yao, wapewe pia mali, ambao hao sasa ni wale ansar. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza kwamba pia wao wapewe. Kwa sababu gani? Wao wanawapenda wale ambao wenye kuhama kwao, yuhibbuna man hajara ilayhim, wanawapenda wale ambao wamehamia kwao, wala yajiduna fi sudurihim haja, wala uwezo kukuta katika vifua vyao kwamba kuna umimi wowote. Huwezi kukuta katika vifua vyao kwamba kuna umimi wowote, haja yoyote, mimma utu, katika vile ambavyo walivyopewa. Wayuthiruna ala anfusihim, na wanawapendelea juu ya nafsi zao, kuwapendelea ndugu zao, wala ukana bihim khasasa, ijapokuwa wao wenyewe wana mali za chini, ni watu wa chini, japokuwa wao wenyewe mali zao ni kidogo, lakini wanawapendelea wenzao. Waman yuqashuha nafsihi, na yule ambaye atakayetengwa na ubakhili wa nafsi yake, fa ulaika humul muflihun, basi hao ndio watu waliofaulu. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala pia vile vile amewaelezea muhajirin. Masahaba wako pande mbili, kuna ansar na muhajirin, wale ambao waliohama kutoka Maka kwenda zao Madina. Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu kwa kuwa wameacha mali zao, na wale ambao waliopokea ambao ni muhajirin, waliwapa wao kila kitu. Hawana wake, mtu ana wake wawili anampa mmoja. Hawana mali, mtu ana nyumba yake
amwambia kaa wewe, mimi nitatafuta sehemu nyingine nitakodi. Yule hana hiki, hana punda au hana farasi, au anachukua farasi huu, mimi nitatafuta mwingine kwa sababu mimi ni mwenyeji pale, huyu ni mgeni. Wakawa wana sifa hiyo. Sasa hii ni sifa ambayo haikupatikana kwa kiumbe yoyote, haikupatikana. Baada ya manabii ni masahaba wa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Ndugu zangu Waislamu, na sisi ambao tuliokuja nyuma pia tuna fungu letu, na fungu letu sisi ni kuwaombea dua watu hao. Allah subhanahu wa ta'ala ametaja kwenye kitabu chake wale ambao watakaowafuata masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa wema. Moja wema na moja ihsan kwa wao ni kuombea dua sisi hapa. Walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. na wale ambao waliokuja walladhina ja'u min ba'dihim, na wale ambao waliokuja baada ya masahaba, yaqulun, wao wanasema rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, mola wetu tusamehe sisi na ndugu zetu ambao waliotutangulia sisi kwa imani. Wala taj'al fi qulubina ghillan, wala usijalie katika nyoyo zetu sisi undani, chuki, vifundo, lilladhina amanu, kwa wale ambao walioamini. Rabbana innaka raufur rahim, mola wetu hakika wewe ni rauf, ni mpole tena ni mwenye huruma, mwenye kuwarehemu waja. Kwa ndugu zangu Waislamu, katika masiku haya wenzetu waliokaa katika majukwaa kuwatukana masahaba, sisi tunatakikana tuwaombee dua. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, mola wetu tusamehe sisi na wale ambao katika ndugu zetu waliotangulia katika imani. Waislamu tumefundishwa mambo kama hayo mazuri kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amewasema vizuri na akawasifu, na Qur'ani imewatakasa kwamba wao ni wakweli, ni watu wenye ikhlasi, wenye kufanya mambo mazuri, na sisi hatuna budi kuifuata Qur'an. aqulu ma tasma'un wa billahi tawfiq. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. ndugu zangu Waislamu, kama nilivyotangulia kusema, ni wajibu kwetu sisi kuwapenda masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu kufanya hivyo ni kuitendea haki Qur'an, ni kuitendea haki dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jambo hilo ni muharramun bil kitab was sunna, ni jambo la haram katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ijma' as-salaf. Imepokelewa kutoka kwa Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man sabba ashabi fa alayhi la'natullah, mwenye kuwatukana masahaba zangu basi ni juu yake laana ya Allah wal malaik wan nas ajma'in, na malaika na watu wote impate laana ya Allah na impate laana ya malaika na watu wote. Watu wanaokaa katika mimbar wakamtukana Muawiya bin Abi Sufyan
ambaye alikuwa ni mwandishi wa wahi, mwandishi wa Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, basi ni juu yake laana. Laana hii anaipata kwa Allah, yeye anampa laana, na malaika na watu wote pia tunawapa laana watu hao. Hatuwezi kuwa karibu nao. Ndugu zangu Waislamu, kundi kubwa la ahlul ilm wengi ambao waliosoma, watu wa ilmu, maimamu, wanawakufurisha kullu man sabba sahabata rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kila yule ambaye anawatukana masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa ta'ana fi adalatihi, na akawatani, akawasema vibaya kuhusiana na uadilifu wao. Mtu wa kwanza kuzungumza maneno hayo ni sahaba aljalil Abdurrahman ibn Abza radiyallahu ta'ala anhu, na wengineo katika kibari tabi'in kama vile Abdurrahman ibn Amr al-Awza', kadhalika Abu Bakar ibn Ayyash. Hao ni matabiina wakubwa wa Sufyan ibn Uyayna. Pia wanawakufurisha watu ambao wanaosema au wanawatukana masahaba na kuwakufurisha na kuwatukana. Wengine wanawatukana masahaba, wengine wakenda mbali zaidi, baada ya kuwatukana wanasema masahaba walikuwa ni makafiri. Hayo maneno yanazungumzwa pia na ibadhi al-ibadhiyya, maibadhi ambao haifai mtu kuswali nyuma yao, kwa sababu hawa pia wanawakufurisha masahaba, baadhi ya masahaba kama vile Ali bin Abi Talib na Uthman bin Affan, wanamkufurisha wazi kabisa kwenye vitabu vyao. Mashia wao wanawatukana, wanasema hawa watu wana khiana, watu waongo, watu kadha, watu hivi. Na al-Imamu Tahawi rahimahullahu ta'ala anasema wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Kuwapenda masahaba ndiyo dini, ndio itikadi sahihi, kwa sababu wao ndio walikuja na Uislamu. Sasa ukiwatani, kwa maana wewe una Uislamu, riwaya yako ya Qur'ani itakuwa umeipata kutoka wapi? Na mwandishi wako ni Muawiya bin Abi Sufyan ambaye ni kafiri mtu huyu. Sasa vipi wewe utaipata riwaya ya Qur'ani wakati yule aliyepokea unamwambia ni kafiri? Kwa hiyo ni danganya toto tu, wanatudanganyisha kwamba Allah akasema hivi, lakini ni waongo katika nafsi zao. Hawaiamini hii Qur'ani ambayo tuko nayo, kwa sababu imepitwa kwa waongo, watu wezi, watu majambazi. Kwa hiyo sisi tunasema kama anavyosema al-Imamu Tahawi, wa hubbuhum dinun, kuwapenda masahaba ndiyo dini, wa iman, na iman, wa ihsan, na ni ihsan, wa bughdhuhum kufrun, na kuwachukia masahaba ni ukafiri, wa nifaqun, na ni unafiki, wa tughyan, na kupetuka mipaka, na kupetuka mipaka. Qala Bishr ibn al-Harith anasema man shatama ashaba rasulillah, mwenye kuwatukana masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, fahuwa kafirun, mtu huyo ni kafiri. Wa insama wa salla wa za'ama annahu min almuslimin, hata kama ataswali na atafunga na akadai kwamba yeye ni katika waislamu, mtu huyu ni kafiri. Taban, la shakka juu ya ukafiri wa watu ambao wanawatukana masahaba wa mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Mtume alayhi salatu wassalam amewasifu bi annahum khairun nas, kwamba ni watu bora. Qala alayhi salatu wassalam khairun nas qarni, bora ya watu ni wale ambao kwenye karne yangu mimi
thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, kisha wale ambao wanafuata na wale wenye kufuata. Hayo ni maneno ya mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam, anawasifu masahaba. Hata kama lao kulikuwa na makosa, kwa sababu binadamu aepukikani na makosa. Wako walioiba, wako waliofanya hivi, lakini hayo ni makosa ya kibinadamu, makosa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewasamehe tayari, amewasamehe. Hakuna mkamilifu katika dunia hii. Baada ya manabii kukingwa na makosa, wengine waliofuata wote wataingia katika makosa, lakini mema yao yatawabeba na yale makosa yao waliokuwa nao baadhi ya watu wengine waliofanya makosa. Na ndio maana mtume alayhi salatu wasalam akatoa tazkia, akawasafisha, akasema khairun nasi qarni, bora ya watu ni wale ambao wako kwenye karne yangu mimi, masahaba wangu mimi. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale ambao walioona masahaba. Thumma alladhina yalunahum, na wale ambao walioona kuwaona masahaba pia, hao ni bora, karne bora hiyo. Lakini leo hii ulimwengu huu Uislamu umepotoshwa na watu wameingia mitaani kuwatukana masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qala al-Khumaini la'natullahi alayhi, al-Imam Khumaini ayatullah al-Musawi, mshia huyu ash-Shi'i rafidhi, anasema anna ash-sha'b al-Iran bijamahirihi al-malyoniyya, kwamba raia wa Iran wote wa jamhuri yote ambao ni mamilioni ya watu, fil asri rahin, katika asri ambayo tuko nayo, afdal min ahli al-Hijaz fi asri ar-Rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yani watu wa Irani wale mamilioni waliokuwa pale ni bora kuliko watu wa Hijaz, watu wa Maka na Madina waliolazimiana na mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Sio sasa hivi, wale ambao walioishi pamoja na mtume Muhammad alayhi salatu wassalam wanashindwa na hawa wa Iran, eti hawa ndio wanakuwa ni bora zaidi kuliko masahaba wa mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Amesema maneno hayo katika kitabu chake kinaitwa Al-Wasiyatu As-Siyasiyya, ukurasa wa 23, kwamba wale raia wa Iran wote, jumhuri yote al-milioniyya fil asri rahin afdal, ni bora zaidi min ahli al-Hijaz, kuliko watu wa Hijaz, tena si wa sasa wa Maka na Madina, fi asri Rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam, katika zile zama za mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qala al-Khumaini ash-Shi'i ar-Rafidh al-Halik la'natullahi alayhi, aidan amesema pia vile vile huyu Ayatullah al-Khumaini al-Musawi katika kitabu chake kinaitwa Al-Hukumatu al-Islamiyya, ukurasa wa 73, anasema inna min daruriyati madhhabina, yaliyodharura katika madhehebu yetu, anna a'immatina, kwamba hawa viongozi wetu, maimamu wetu, maimamu wanakusudia yale maimamu 12 akiongozwa na Ali ibn Abi Talib na Hasan ibn Ali ibn Abi Talib na Hussein ibn Ali ibn Abi Talib na Ali ibn al-Hussein, kadhalika na Muhammad ibn Ali, kadhalika na kina Muhammad bin Jafar na Musa al-Kadhim na wengineo katika wale maimamu wao 12. Anasema inna min daruriyati madhhabina, yaliyo dharura katika madhehebu yetu, anna a'immatina, hawa viongozi wetu 12 hawa, maqaman, wana nafasi, la yablughu malakun muqarrabun, hawezi kufikia malaika aliyo karibu na Allah, wala nabiyyun mursal, wala mtume aliyepelekwa. Sasa
wataka ukafiri gani wa mashia zaidi ya huu? Mwingine asema bwana, Uislamu sasa hivi bwana, kila mmoja amsema mwenzake bwana, tuwe kitu kimoja. Sisi hatuna umoja wa vilabu, hatuna mambo haya ya vilabu. Sisi tunatakikana tufuate dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mambo ya vilabu kwamba Muislamu wa Shia na Muislamu wa Sunni wakae katika meza moja. La, ukimwona shekhe anazungumza maneno hayo, basi azungumza maneno potofu, maneno sio sawa. Wale wasiosoma ndio wanasema sasa ya nini bwana kugombana? Sisi hatugombani, tuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini mnawasema watu fulani? Msilinganie tu peke yake. Bila ya kuwasema hawa, watu wanaghurika, wanakwenda katika misikiti yao, wataingia katika misikiti ya ibadhi, wataswali pale. Wangapi vijana wafanya biashara wanaswali katika misikiti yao waliokuwa karibu, wengi. Lakini inatakikana watahadharisha watu hawa, na ikifika kwa Allah, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, sisi tutasema tumewatahadharisha watu hawa, lakini hawasikii. Ni sikio la kufa hilo, halisikii tena. Ndio wapiga makelele haya siku zote katika mimbar kwamba hawa watu wanawatukana masahaba. Mbona wewe ukitukaniwa baba yako hutomsemesha mtu huyo mpaka kiyama? Kuna watu wametukaniwa baba zao humu, hawasemeshi watu wengine. Kwa bwana vipi, yule bwana kanitukania baba yangu, lakini anatukana Umar, wacheka. Anatukana Uthman, wacheka. Wasema hawa tule nao pamoja, tukaa nao pamoja, Uislamu uende mbele. La, ashia, mashia hawa tuliokuwa nao Rafidha ni kufar, ni makafiri. Watu hawa haifai kuswali nyuma yao, kadhalika haifai kuswali nyuma ya maibadhi, kwa sababu hawa ni dhullal, itikadi yao ni mbovu. Na aima wao, wanawachuoni wao wanasema malaika hawawezi kufikia ukaribu wa viongozi wao hata siku moja, kadhalika manabii waliopelekwa. Ndugu zangu Waislamu, sisi tunajikita kwa kusema ya kwamba Muharram ni mwezi mtakatifu na Ashura ni siku ya 10 aliyoangamizwa Firaun, lakini hatuko katika kusherehekea au kuhuzunika kwa sababu Husaini kauliwa. La, Husaini kauliwa na manabii wengine pia wameuliwa. Sasa nabii na Husaini, nani bora? Mbona hatusherehekei kuuliwa kwa manabii? Kama Zakaria wanasema aliuawa, mbona hatusherehekei siku yake? Kadhalika masahaba wengine, wakina Uthman ameuliwa pia vile vile kwa kukatwa mapanga. Mbona hawana siku ya kuhuzunika kwa Uthman ibn Affan ambaye ameuliwa madhuluman, kwa kudhulumiwa? Kadhalika Umar bin al-Khattab aliuliwa, alikuwa akiswalisha swala ya asubuhi, akaja Yahudi mmoja akampiga kisu na akafariki. Kwa nini hatuna huzuni na maandamano ya kuuliwa masahaba hawa? Tuna huzuni peke yake ya kuuliwa Hussein bin Ali bin Abi Talib, ambaye aliitwa na mashia, na mashia wenyewe wakamuua, na alisunna walimbembeleza wakamwambia usende, lakini yeye akaenda, akawacha kusikiza maneno ya wakubwa na watu wazima na masahaba wakubwa, yeye akatoka. Lakini balaa lilomkuta huko, aliuliwa na familia yake, watu 17 waliuliwa pale pale. Hayo ni masikitiko makubwa, na sisi hatufurahii jambo hilo. Lakini hizi sherehe na kuvaa nguo nyeusi na mafulana meusi na mabendera, huu ni ushia na huu ni